Deja saa hii munaona tuko ku frontiere. Wenye frontiere waisha kimbia. Hakuna mwenye kwa anakuuliza madokima, ni kukuya unapita unaingia Rwanda. Saa hivi mnaiona tuko ku frontiere. Rwanda pale. Hakuna kukuuliza hata vitambulisho deja. Na mwe muko mnaviona. Vitu vinaharibika. Ano nasunge video vyanu ne muhambo kundambia nwebi. Narutale baya. Ngabando bangana topo. Bia. Ari unalurwa langire. Ngokan nema mutoka. Sawa ule baye. Natatu video manyaba kasana hamba. Naam, barabara kabisa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2025. Karibu sana, tumekuandalia habari nyingi kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine, au kwa lugha ya Kifaransa ni s'abonner. Utakuwa unapata habari zaidi kutoka hapa channel yako ya Mteba TV. Lakini kama wewe ni mwenyeji kabisa, endelea kusambaza, endelea kuweka kwenye mastati zako ili habari zetu zizidi kufikia watu wengi duniani kote. Lakini ofisi mpya imeweza kuzinduliwa maeneo yale ya Bujumbura, Burundi. Ofisi zetu imeweza kusogea kabisa maeneo za Burundi, Bujumbura kabisa pale. Unaweza kupata vipindi vyetu mbalimbali kupitia hapa Mteba TV. Manake vipindi vyote vinavyopatikana maeneo ya Burundi, Bujumbura, wakienda Uvira, wakienda wapi, vyote vinapandishwa hapa. Hali ya kijamii, maisha, hapa na pale, burudani, michezo, vyote vinapandishwa hapa. Usikose vipindi vyetu hapa kwenye channel yako bora Mteba TV. Nafikiri kila mtu anapenda matangazo ambayo tunakupa hapa. Kwa hiyo tunazidi kufanya kila mbinu zote ili kazi isonge mbele na kila ambacho kitu kinaendelea vizuri pale nchini Burundi, Bujumbura kabisa, mji mkuu wa kibiashara. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa channel ya Mteba TV. Lubumbashi, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameweza kuwasili siku ya leo kwenye mji mkuu kabisa wa kibiashara pale Lubumbashi. Masisi kumeweza kuripotiwa vita kali sana ikizidi kuendelea mbele kwenye kijiji ambacho kipo maeneo mbalimbali kama vile Buwabo. Kijiji hiki kama tumekitaja vizuri sijui. Kwa hiyo tutaendelea hivyo, ndivyo ripoti ambayo imetukuta hapa. Ni kijiji ambacho kinapatikana maeneo kabisa mwanzoni mwa Masisi na Walikale. Maeneo yale, vijiji vingi vimeweza kugombolewa maeneo yale na wazalendo, na vita ikizidi kusonga mbele kabisa, wakizidi kusonga mbele wazalendo. Beni, ambassador wa kutoka maeneo mbalimbali kama vile Ubelgiji au Belgique ameweza kuwasili maeneo ya DRC Ben, huku akizidi kusema lazima aunge, lazima Belgique au Ubelgiji iunge DRC mkono kwa kila hatua. Unaona pale Beni ni mazingira tu kama vile front. Unaweza kusema ameingia front. Tutakuja kurejea kwenye habari hizo kupitia channel yako bora ya Mteba TV. Unatujua tunakupa habari moto hapa, burudani na kila kitu mbalimbali. Kamanyola, mipaka yote ya Kamanyola and wapi pale Rwanda iko wazi. Kamanyola, Rwanda pako wazi. Mipaka hiyo iko wazi. Wote wamekimbia pande zote mbili. Hatari sana. Upande huo wa Rwanda hakuna viongozi pale, na upande wa DRC pako wazi. Ni air, kila mtu anapita anavyojua. Kwa sababu vita ikiwa huku, hata pande zote lazima mtakimbia. Wote wamekimbia, hakuna eti sisi ndo mapolisi hapo, hakuna. Pako kimya kabisa kufuatana na vuguvugu inayoendelea kwamba vijana wanaweza wakapiga na wanaendelea na mapambano makali sana. Hakuna anayedhibiti maeneo yale. Kwa hiyo kila mtu anayekuja anapita tu mambo kama hayo.
Unaendelea kusikiliza muhtasari wa habari kutoka hapa channel yako ya Mteba TV. Tutakuja kurejea kwenye habari zote za muhtasari ya hapa ili tuje tukufungue vizuri. Bukavu, hali ya wasiwasi bado ni nyingi tu, bado ni kubwa sana. Baada ya siku 2-3 vikosi vya M23 vikionekana kwa wingi sana maeneo yale, raia wakawa na wasiwasi kubwa, lakini tuwaambie shusheni roho. Je, leo mmewaona tena au wameisha? Mtatuandikia kwenye commentaire watu wa Bukavu. Tutakuja kurejea kwenye habari hizo, lakini tutakimbia tena moja kwa moja maeneo ambapo kunaitwa ni Kavumu kwenye uwanja wa ndege. Hali ya usalama iliweza kukosekana usiku wa kuamkia leo. Iliweza kukosekana kabisa usiku wa kuamkia leo. Masasi iliweza kusikika usiku na walipora watu sana usiku, nyumba karibuni 3. M23 waliingia kwenye manyumba hayo na kwenda kupora watu maeneo zile za Kavumu. Tutakuja kurejea kwenye habari hizo channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye habari zetu kamili kupitia hapa channel yako bora ya Mteba TV na kurushia matangazo kutoka maeneo mbalimbali nchini Burundi. Bujumbura, ofisi yetu kubwa imeweza kufunguliwa maeneo yale kabisa. Endeleeni kufuatilia vipindi na vyote vitakuwa vinazidi kurushwa hapa kwenye channel yako ya Mteba TV. Tunaendelea na habari zetu kamili. Lubumbashi, Felix Antoine Tshisekedi ameweza kuwasili kufika siku ya leo maeneo za Lubumbashi. Kabisa ameweza kuwasili, huku ulinzi ulikuwa mkali sana. Kabla hajafika tu habari zilianza kusikika kwamba unaona Felix Antoine Tshisekedi anaenda Lubumbashi, atapigwa masasi, atachinjwa pale. Hivi mnajua watu wanapenda kuropoka sana. Watu wanapenda kuropoka. Rais hata akipenda popote kwenye anaweza kapenda ataingia. Nyinyi mjua kama ameingia Lubumbashi kwa sababu gani? Ameweza kufanya mikutano yake, lakini bado ripoti za mikutano hizo hazijafika, lakini sana ni kiusalama, baada ya kuonekana kwamba wajambazi ambao ni waasi wa M23 wanatamani sana miji hiyo mikubwa ambayo wateke ili wasonge mbele na tamaa zao. Basi tuendelea taarifa zetu. Ameweza kuwasili Lubumbashi na kufanya mkutano kikao kabisa na watu wote. Mtakuja kupata habari hizo ikiwezekana vizuri kwenye taarifa za habari za siku ya kesho Ijumaa, panapo majaliwa kabisa. Utapata kila kilichoendelea pale kwenye mji wa Lubumbashi, jiji kubwa la kibiashara. Masisi, mapambano makali yameweza kuripotiwa maeneo zote za Masisi, huku watu wakikimbia, wakina mama wakihama makazi yao na wengine wakihofiwa kabisa vita hiyo ambayo inazidi kuendelea maeneo zote za DRC. Maeneo yani ni hatari sana, huku tukizidi kushuhudia wazalendo wakizidi kuongezeka kabisa. Unajua walikuwa bado wametulia, kuna wengine walikuwa wameenda vacation, wameenda waliona hakuna kazi. Sasa hivi wamerudi kwa wengi sana na wanapiga kazi kubwa sana, na hivi wamehakikisha maeneo zote ni wilaya yote ya Walikale hakuna M23, na hivi wameanza kuattack maeneo za Masisi. Unaona M23 wana mchezo mdogo sana ambao wanafanya. Unakuta wameacha njia za Masisi wanakwenda, si kwamba waliacha, wanapigwa wanakimbia, wote wanahamia maeneo zingine ambako wanaona kama vile hakuna nguvu. Hakuna njia zote zimefungwa vizuri. Hauwezi kupita M23, hauendi mbele ndugu yangu. Hizo ni mbolea kabisa. Naona hii habari za mbolea zimesambaa kabisa. Kila mtu akiandika mbolea. Ukisikia nakwambia mbolea hivyo ni M23, M23 ndo mbolea. Nasikia kila mtu ashaanza kupenda kabisa kama msemo haka kama mbolea. Imeongezeka kwa mwaka kesho, watu wakilima msinunue mbolea sokoni. Mbolea zinakuja nyingi huko jamani. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Maeneo mbalimbali kama vile kwenye kijiji cha Abuwabo, mapambano yameweza kuripotiwa maeneo yale na kimegombolewa na wazalendo, lakini pia hapo tu kuna kijiji kingine ambacho kinaitwa Kasebere. Kijiji hicho pia kimeweza kugombolewa, ambacho kipo kabisa kwenye mpaka kabisa ya Walikale na Masisi. Maeneo yale yote yameweza kupigwa vita kali sana siku ya leo, na hapa tunavyoongea na nyinyi hapa mapambano bado yanaendelea. Unajua channel ya Mteba TV inazidi kukuhabarisha, inakupa habari zote zinazopatikana maeneo zote za mapambano Nord Kivu na Sud Kivu. Kila panapopigwa risasi sisi tunadema, lazima tukupe habari inayokamilika. Kwa hiyo endelea kusabone ndani ya channel yako ya Mteba TV, utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Inafanya kazi kubwa sana ya kuhabarisha, lakini pia kuna namba zetu za simu hapo, unaweza kutuandikia maoni yako popote ulipo, au kipindi chochote ambacho unahitaji kitangazwe kwenye Mteba TV. Unaweza kutuandikia
ukarekodi kupitia simu yako ya mkononi, ukarekodi huko kwenye uwanja wa vita, huko mazingira unaona sio sawa, rekodi tutumie na tutaifanyia kazi, na tuna uwezo kuipandisha kwenye mtandao mkubwa wa channel yako ya Mteba TV. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka channel yako bora ya Mteba TV. Beni na maeneo zile za Beni, ambassadrice ameweza kufika maeneo yale ambaye ni wa Ubelgiji wa Belgique, ameweza kufika maeneo za Beni, au kwa Kiswahili tunaweza kusema balozi wa kutoka nchini Belgiji au Belgique ameweza kufika kabisa maeneo za Beni na kuweza kuonana na ofisi zote za serikali ambazo zinapatikana maeneo yale, na akasema kwamba iko tayari kuunga Kongo mkono. Belgique inasema iko tayari kuunga Kongo mkono. Beni tunaweza kusema ni front, ni maeneo. Naam, tunaweza tukasema Beni ni front, na huyu ambassadeur wa kutoka Ubelgiji au Belgique ameweza kuwasili maeneo yale, na kaili akasema lazima ataunga Kongo mkono kabisa kupitia channel bora ya Mteba TV. Tunazidi kuleta matangazo moja kwa moja kutoka maeneo mbalimbali ya ambako kuko channel yako bora ya Mteba TV. Kamanyola, maeneo za Kamanyola kunapatikana kabisa wasiwasi kubwa sana, huku watu wakikimbia. Sio watu tu, na viongozi kwenye mpaka, kwenye boda ambayo unavuka Rwanda, unaingia Kongo, Rwanda, Kongo. Pale kote hakuna ni askari wa upande wa upande wa Rwanda hakuna, kwa sababu hakuna kabisa, na upande wa Kongo hakuna, pako kimya, yani ni free. Kila mtu akitaka anapita anavyotaka maeneo yale. Karibu sana kwenye uchambuzi wetu kupitia channel yako bora ya Mteba TV. Uchambuzi wetu tunaanzia pale Lubumbashi, pale ambapo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amefika Lubumbashi, na kila mtu ameweza kumpokea, lakini watu wengi walikuwa na wasiwasi wakisema kwamba amefika pale, unajua ni maeneo makubwa sana ya Katumbi, ni maeneo makubwa sana ya Tshisekedi, ndo kwenye mama yake anakaa, familia nzima zinakaa pale, usalama utakuwa ni mdogo, kikakwenda kakarudi, bra mambo mengi sana ambayo yameweza kutangazwa hapo kwamba kufika kwake Lubumbashi aweze akatoka. Hivi tuweze kurudi hapo kwenye uchambuzi wetu. Unafikiri rais ni mtu wa kuchezea? Hata akitaka kushuka popote ana uwezo wa kushuka. Wewe unajua ulinzi ambao rais anao. Amefika pale, amefanya kikao, tutakuja kukuambia kile ambacho kimeendelea. Watu waache porojo. Watu wanakosa mpaka wa kutisha, unaenda kutisha mpaka president, unamwambia eti asiingie, asifike Lubumbashi. Huko nani? Wakati yeye ndo nchi yake, na ndo kitovu cha pesa yake ambayo anazipata na kwa njia za Wakongomani. Mnapenda gisi Wanyarwanda walivyoingia pale siku 2-3 zilizopita, ambao waliingia kwa zile malori, wazidi kuingia pale. Anaenda kuimarisha ulinzi na hamjui Kenya alifanya. Kwa hiyo tusicomment sana masuala ya rais. Hata kitaka Bukavu atashuka, kitaka Goma atashuka, utamfanya nini? Ule ni president. Hawezi kumfanya kitu. Ni nchi yake ile. Ameweza kufika maeneo yale. Lakini tunakwenda kukamata sasa uchambuzi wetu mzuri sana maeneo za Masisi. Kwa nini Masisi inapigwa? Kwa nini M23 wanakimbia? M23 wanakimbia, wameshakimbia Walikale yote pako vide, na kijiji cha mwisho ambacho kilikuwa kimebakia na kila ambacho wameshakamata ambacho kinapakana kabisa ni wamewasukuma. Sasa hivi Walikale nzima iko mikononi tu mwa wazalendo, wakizidi kupiga kazi sana maeneo yale. Huku habari ikazidi kuvuma, kuna vijiji 2 ambavyo vimeshagombolewa maeneo za Walikale. So Walikale centre, ni Walikale huko vijiji vidogo ambako tayari mapambano yameshaanza. Huku raia wakikimbia wakielekea mazingira mengine ambayo yasiyojulikana. Vijiji hivi vinaonekana vishagombolewa vyote maeneo za Beni. Kwa nini M23 wanahama makazi? Wanaonekana kama vile wanapandisha nguvu kubwa sasa, zinaenda huku, njia za Kisangani zimefungwa, wanahangaika bure. Hizo ni mbolea zinahangaika. Unajua mbolea kazi zake ni kugeuza tu, unageuza hapa, unapandikiza kwenye muhindi, kwenye nini, kitu kama hicho. Kwa hiyo wameona njia za kwenda Kisangani zimefungwa, ndio wanakuja sasa, wanaweka nguvu kubwa sana upande wa Bukavu kwamba watapasua. Tuambie M23 hamna uwezo kupasua pale, tuko hapa. Zile ramforo zote ambazo umeshaingiza maeneo yale haziwezi zikafanya kazi maeneo yale. Hivi nyinyi mnajua wale ambao wako pale kufro, unawaelewa vizuri au unawasikia? Kwa taarifa zenu, wazalendo wote ambao walikuwa washatoka kwenda kwa mapumziko, washajikalia zao Uvira, wanaona hakuna kazi,
Wale wanaona hakuna kazi, wengine wako Baraka wamejaa, watu ni wengi sana. Wengine walitangaza eti wale kutoka Manyema washarudia. Hakuna aliyerudia, wote wako pale. Na nilikuonesha video hapo mwanzo kabisa kwenye matangazo yangu gisi wanavyotumika. Wazalendo wote ni umoja. Hakuna ukabila eti mimi ni Mkasai, mimi ni Mfulero, mimi ni hakuna kwenye mazingira za front. Hakuna kitu kama hicho na hatutaki kukisikia. Mzalendo yoyote ni umoja. Na mzalendo yoyote ile usitaje kabila yako, mimi ni Mushi, mimi ni Mbembe, mimi ni Mfulero, mimi ni Mkasai, mimi ni Mbuyu, tusitaje makabila. Kama uko kwenye uwanja wa vita, wewe ni mtu mmoja, na hapo mshikamane kabisa. Tunawaambia kupitia channel, ni matangazo ambayo yametoka hapa, lazima tuwafikishie. Tunasikia hapo mamirimiri fulani. Hatutaki kusikia mambo hayo kwenye uwanja wa vita. Uwanja wa vita, mzalendo yoyote ni umoja. Mzalendo, jina ni mzalendo. Hakuna ukabila kwenye maeneo za vita. Mshikamane vizuri na kazi itasonga mbele kupitia channel ya Mteba TV. Tunazidi kukupandishia matangazo makubwa sana kupitia hapa ofisi yetu kubwa ya Mteba TV. Hapo nafikiri tumeweza kusambaa na kusema masuala mbalimbali ya pale Beni, lakini pia na kuunganisha wazalendo wote wao kimoja. Watapiga, lakini japokuwa M23 wanakuwa wanaongeza nguvu, hakuna kitu, ni mbolea. Na kila mkongomani tu aseme mbolea, akiwaona tu sasa mbolea zetu. Nafikiri nashukuru kabisa kila mtu anaongea vile, hata kwenye comment anaandika mbolea. Tunakimbia moja kwa moja mazingira za Kamanyola, Walungu, Nyangezi, pale ambapo kabisa hali ya usalama inazidi kuzorota, lakini upande wa wazalendo wanazidi kuimarisha, kwa sababu wazalendo wote ambao walikuwa wamesharudia kwenye vacation, wameshakuja, wameshaongezeka, ni wengi kuliko M23. M23 sio wengi, wale ni wageni ambao wameingia. Wametoka nchi zingine kukamata watoto mbalimbali kuwafundisha tu, na wengine wanashuhudiwa. Jamani, wengine wanashuhudiwa kabisa, watoto wanakamatwa, wanafungua wafungwa kule Rwanda, wanafunzi wa Kongomani wengine walikuwa wafungwa, na wafungwa ambao wamefungwa wanawapa tu mabunduki. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, wanawapa tu mabunduki watoto, hakuna hata kuingia ndio maana mnaona ni wengi sana pale. Wengi sio wanajeshi, ndugu msikilizaji, na watu wote wanaoishi Bukavu, Wakongomani wote, jueni wale sio wanajeshi ambao wameingia. Wanajeshi ni wadogo sana, ili kusema kwamba tumefanya hivi ili panic ingie mwa raia, wazalendo waanze panic. Hakuna. Wale ni raia ambao walikamatwa kwenye nchi ya Rwanda. Wanaenda tu wanachukua wale wote wafungwa wenye washafungwa miaka mingi, wanawapatia bunduki, hawajui hata kupiga. Gisi mnavyoona wameingia pale Bukavu, hawajui hata kupiga hata bunduki. Kwa hiyo wengi gisi wako pale kwenye makanza hao ndio wanawafundisha. Ndio wanaanza kuambia wanapigaka bunduki hivi, wasiwatishi. Hawakwenda kwa masomo ya bunduki, hawana experience yoyote ya kupiga bunduki. Ni raia tu ambaye hajawahi hata kusikia mlio wa risasi. Ndio wale wakamata huko kote wakawaleta, alichukueni bunduki na mateneo wakawavalisha ili waje watishe watu Bukavu. Jamani, tunawaambia hivi, tunaamini kwamba mnaamini channel ya Mteba TV, tunawaambia pale hakuna jeshi. Kule kwenye makanza hapo ndio wanaanza kuwafundisha, wanapigaka bunduki hivi. Unaona mtu wa vile ni raia tu, akiingia kwenye uwanja wa vita ana experience yoyote, ana chochote, ni mbolea tu. Vijana watu wataenda kufa bure, kwa sababu wazalendo wana experience ya vita, miaka 35 wanapigana. Wanaposikia hao wana nguvu, wanajua kupigana. Kumbuka walianza kupigana bila bunduki, walikuwa wanapigana mipanga na mishali. Zile bunduki zote zimetoka mikononi mwa Wanyarwanda. Wanyarwanda walikuwa wangapi? Wameisha. Shauri yenu tunawaangalia. Kamanyola, maeneo yale ya Kamanyola, uwanja, maeneo pale kwenye boda, hakuna kabisa mtu. Na upande wa Rwanda hakuna. Wao hautaikala pale unasema mimi ndo nakaa hapa. Na upande wa Rwanda wote wameshakimbia, ni kupita bure. Na upande wa Kongo iko wazi. Nafikiri nikuwekea video pale mwanzo, uliona kijana akiwa anatembea maeneo yale na kuonesha kila kinachoendelea maeneo zile za Kamanyola. Lakini pia Nyangezi, ulinzi ni mkali sana wa vipindi wazalendo wako maeneo yale kabisa, wanafanya ulinzi na ni wengi sana maeneo yale. Lakini pia maeneo za Walungu ni wamejaa wazalendo, yani jamani, natujua kuona wazalendo kama hivyo wameongezeka sana. Na ndio maana hata wewe raia unayo record unasema angalia hawa mambolea ni wengi sana watu wa Nyangezi. Wewe na wewe utakuwa adui, kwa sababu hauwezi ukafika tu record tu uko naongea unasema kwamba bato ba Nyangezi mjandae, mnaona hapa banakuja mjandae, na wewe uko vile Kongole, wewe sio Mkongomani, utakuwa adui. Kwa sababu adui hauwezi ukafanya hivyo ukawa uko na record alafu unasema mambo ya ajabu.
Endelea kusubscribe, tukutane tena panapo majaliwa kwenye matangazo mengine. Chao.